Ya karibuni boardroom ya bodi ya ligi kuu Tanzania. Awali ya yote napenda kuwashukuru kwa commitment yenu. Siku zote nimekuwa nikisema kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania miongoni mwa watu ambao ni sehemu ya ukuaji wa bodi, ni sehemu ya ukuaji wa mpira wetu wa miguu, basi ni waandishi wa habari. Na leo mmedhihirisha kwa vitendo tangu asubuhi, nafikiri saa 2 saa 3 mpaka saa hizi saa 8 na kwenda saa 9 tuko hapa kwa ajili ya kupata briefing. Kwa hiyo binafsi nawashukuru kwa niaba ya bodi na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa kweli nawashukuru kwa commitment yenu, nawashukuru kwa namna ambavyo mnavyosemea mpira wetu. Leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga African Sports Club. Kama mnavyojua ni utaratibu wa kawaida bodi kuweza kukutana na wadau wake, mdau mkubwa akiwemo vilabu. Kwa hiyo tulikuwa na hicho kikao. Leo tulikuwa na hicho kikao. Itakumbukwa kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania ni chombo cha vilabu. Na pale wenye chombo chao wanapokutana na watendaji na mamlaka za chombo chao, basi kwa kweli siku zote kumekuwa ni jambo ambalo sisi kama bodi, kwa maana ya good governance, kwa maana utawala bora, ni kitu ambacho tunakifurahia na kitu ambacho tunaamini kinaweza kikatuondoa kwenye migogoro na kutupeleka pale ambapo kila mmoja anatamani kuweza kufika. Sisi sote ni mashuhuda, kumekuwa na sintofahamu kubwa katika mchezo namba 184, mchezo baina ya Yanga na Simba ambao tuliwailisha pale tarehe 8 nafikiri Machi. Na tangu tulivyowailisha kumekuwa na mambo mengi yamepita hapa katikati. Mara baada ya kuwailisha tulipokea malalamiko kutoka kwa wenzetu wa Yanga wakijaribu kuomba bodi ya ligi kuu kupitia kamati yake ya usimamizi na uendeshaji iweze kuona namna gani nzuri ambavyo inaweza kuwapatia pointi 3, lakini pia kulikuwa na malalamiko mengine ambayo waliainisha katika barua yao. Bodi likaa ikaweza kuwajibu na baada ya kumaliza kuwajibu kupokea, wenzetu wa Yanga kuridhika na majibu ya bodi. Kwa hiyo ikapelekea kwenda kupeleka malalamiko yao katika chombo cha juu na cha mwisho cha masuala haya ya usuluhishi wa mambo ya michezo, ambacho kimepewa dhamana na shirikisho la mpira wa miguu duniani. Sisi sote ni mashuhuda. Baada ya shauri kupelekwa kasi walikaa wakalifanyia maamuzi, na baada ya kufanyia maamuzi vilabu vyote vilijulishwa, bodi tulijulishwa, shirikisho la mpira wa miguu tulijulishwa, na baada ya kupokea hiyo taarifa tulikuwa na wajibu sasa wa kueleza umma ni kitu gani ambacho wenzetu wa kasi wameweza kuamua. Kwa hiyo baada ya yale maamuzi sisi tuliamini kwamba kila kitu kimefika mwisho, na kwa mujibu wa utaratibu wa masuala ya mpira, kwa mujibu wa kanuni zetu tulizokuwa nazo, zinatambua kwamba pale kunapotokea mgogoro wowote unaohusisha masuala haya ya michezo ya ligi, unaohusisha ligi, basi chombo cha mwisho chenye maamuzi ni kasi. Lakini ukienda kwenye katiba pia shirikisho la mpira wa miguu nayo inatambua hivyo. Ukienda kwenye governing regulation ya bodi ya ligi kuu ambacho ni chombo cha vilabu, ambapo wenye chombo chao ni vilabu, pia inazungumzia hayo mazingira. Pale itakapotokea sintofahamu, mgogoro wote ambao umetokea katika mchezo wa ligi, basi chombo ambacho kimepewa dhamana cha mwisho kabisa cha kufanya maamuzi kwa mujibu wa katiba ya shirikisho la mpira wa miguu duniani ni FIFA. Lakini pia hata katiba ya vilabu vyenyewe hivi ambavyo vinashiriki ligi zetu zote 3 ambazo tunazozisimamia, pamoja na zile ligi za kule chini, kwa maana ligi za wilaya, ligi za mikoa, zote lazima katiba za kila timu lazima ziseme kwamba itakapotokea mgogoro wowote unaohusisha masuala ya michezo, kwa maana ya ligi na vitu vya aina hiyo, basi chombo cha mwisho kitakachokuwa na mandate ya kumaliza huo mgogoro ni kasi. Na unaweza ukaona kwamba sisi tulisimama tukiamini kwamba swala hili limefika kasi,
limeisha. Kwa hiyo tuliendelea na utaratibu wetu wa kutangaza ratiba, tukaupangia huo mchezo ratiba namba 184 kwamba utachezwa Juni 15, lakini bado pia kuliendelea na sintofahamu nyingi, sisi sote ni mashuhuda. Katika busara ya kawaida kama nilivyotangulia kusema kwamba Bodi ya Ligi Kuu Tanzania ni chombo cha vilabu, kwa hiyo kina wajibu pale mwenye chombo chake anapoonyesha kulalamika ama anapoonyesha kuto kutendewa haki, basi tuna wajibu wa kuona namna gani ambaye tunakutana naye, tunazungumza na vitu vya aina hii. Kwa hiyo tosha kusema kwamba katika kutekeleza haya ambayo nimetangulia kuyazungumza, leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga kama ambavyo nilivyosema, na msingi wake mkubwa ni kuona namna gani ambavyo tunatoka katika hii sintofahamu iliyojitokeza tangu huo mwezi wa 3. Tumekuwa na kikao kizuri, ni declare interest kwamba tumekuwa na kikao kizuri. Ni aina ya vikao, ni aina ya transparency ambayo kama vyombo, kama bodi, kama vilabu ndio platform pekee kwamba kunatokea tatizo, mnaandikiana barua, mnakutana, mnajadili mambo yenu kwa pamoja, and then mnatengeneza mwelekeo ili muweze kutoka hapo mlipofika. Kwa hiyo kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne. Wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat tuna wajibu ya kupokea na kuyachakata. Sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya skopu ya Bodi ya Ligi Kuu kwa maana kuyafanyia maamuzi, basi tunayafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu, basi tutapeleka kwenye mamlaka husika ili aweze kufanyiwa kazi na yafanyiwe maamuzi pia. Kwa hiyo kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya Bodi ya Ligi Kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Ukisoma governing regulation ambayo hii ina govern utendaji wa kila siku wa bodi, unaweza ukaona kwamba imetaja kwamba kutakuwa na kamati ambayo imekasimiwa madaraka kwa ajili ya kusimamia na kuendesha ligi. Lakini ukienda kwenye kanuni pia imezungumzwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzulu kwa katibu mkuu wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba Bodi ya Ligi Kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity. Itoshe kusema kwamba secretariat pamoja na uongozi wa Bodi ya Ligi Kuu Tanzania, kwa sababu kwenye kikao alikuwepo mwenyekiti wa bodi, alikuwepo makamu mwenyekiti wa bodi, alikuwepo mjumbe wa management committee ambayo imekasimiwa madaraka na mkutano mkuu kuweza kusimamia utendaji wa kila siku wa Bodi ya Ligi Kuu. Tumepokea. Itoshe kusema kwamba tumepokea, na ukitazama kwa mujibu wa governing regulation tuliyokuwa nayo, haya mambo yote manne unaweza ukaona kwamba yapo out of scope, yani yapo nje ya uwezo wa Bodi ya Ligi Kuu kuweza kuyapokea, kuyajadili na kuyatolea uamuzi. Kwa mujibu wa muundo tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji wa ligi, haya mambo yote manne ukiondoa hili jambo moja la kwanza ambalo liko ndani ya uwezo wa mwenyekiti wa bodi, haya mambo matatu yaliyobaki, tafsiri yake mamlaka ambazo zinaweza zikayapokea, kuyachakata na kuyafanyia maamuzi ni kamati ya utendaji ya Shirikisho la Mpira wa Miguu na mkutano mkuu wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania. Kwa hiyo tumewaambia wenzetu kwamba tumeyapokea kwa nia njema, kwa nia ya kujenga, tutayawasilisha kwenye mamlaka husika ili yaweze kuyafanyia kazi, na baada ya hapo basi tutawajulisha kama ambavyo tulivyokutana leo na kujadili mambo yetu ya msingi. Kwa hiyo kwa ufupi sana, hayo ndio mambo ambayo tuliyajadili leo,
na kama nilivyotangulia kusema kwamba sisi kwa haya walioyaleta, wajibu wetu ni kuyapokea. Tukiyapokea kwa sababu hatuna mandate nayo, yako nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo kamati, bodi kwa maana ya secretariat, sasa tuna wajibu wa kuziandikia mamlaka zinazohusika kwa ajili ya kuyawasilisha, kuyajadili na kuyafanyia maamuzi. Naomba kuwasilisha. Asante, sio na tutakaribisha maswali.